muktasari wa habari. Karibu Skola. Na asante Phyllis. Ripoti kutoka mashariki mwa Kongo zinasema kwamba waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wameingia katika mji wa Uvira, eneo la mwisho ambalo lilikuwa likidhibitiwa na serikali katika jimbo ya Kivu ya Kusini. Maelfu ya raia wanakimbia kuelekea mpaka ulio karibu na Burundi. Mashambulizi ya M23 yanakuja mwaka mmoja baada ya kundi hilo kuteka mji wa Goma na Bukavu mpakani na Rwanda. Msemaji wa M23 aliwaambia waandishi wa habari kuwa walikuwa wakijaribu kurejesha utulivu na kuwasaidia waliojeruhiwa huko Uvira baada ya wanajeshi wa serikali kukimbia. Mashambulizi haya yanajiri baada ya mpango wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na rais wa Marekani Donald Trump na kutiwa saini juma lililopita mjini Washington na viongozi wa Kongo na Rwanda. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kujaribu kubadilisha sheria ya taifa lake ili uchaguzi wa urais ufanyike ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Rais Zelensky ambaye alichaguliwa mwaka 2019 amesalia madarakani kwa zaidi ya muhula wake wa miaka 5 kutokana na sheria ya kijeshi iliyotangazwa baada ya uvamizi wa Urusi. Rais huyo wa Ukraine anasema yupo tayari kwa uchaguzi. Look, I am ready for the election. Kusema ukweli, mimi nipo tayari kwa uchaguzi, ila naomba na nilisema hili kwa dhati kwa Marekani kutusaidia na ikiwezekana pia hata Umoja wa Ulaya kuhakikisha usalama kwa uchaguzi huo. Hivyo kwa siku 60 mpaka 90 zijazo, Ukraine itakuwa tayari kufanya uchaguzi. I personally have the will and readiness to do so. Bunge nchini Brazil linatarajiwa kupiga kura kuhusu muswada wa sheria ambao unaweza kupunguza kifungo cha miaka 27 alichohukumiwa rais wa zamani Jair Bolsonaro kwa njama ya mapinduzi hadi miaka 2. Muswada huu unalenga kupunguza kwa kiasi kikubwa sehemu ya hukumu yake kwa makosa kadhaa, ikiwa ni pamoja na jaribio la uasi. Rais huyo wa zamani wa siasa zinazoegemea mrengo wa kulia alianza kutumikia kifungo chake mwezi Novemba baada ya kupatikana na hatia ya kupanga njama za kumzuia rais Luiz Inacio Lula da Silva kuchukua madaraka baada ya uchaguzi wa mwaka 2022. Ikiwa utapitishwa na bunge na baraza hilo la wabunge, muswada huo sasa utahitajika pia kuidhinishwa na bunge la Senate. Vyombo vya habari vya Syria vinasema kwamba majeshi ya Israeli yamefyatua risasi wakati wa uvamizi wao kwenye eneo la kusini mwa Syria na kujeruhi watu 3. Taarifa zinasema majeshi ya Israeli yaliwapiga risasi watu kwenye kituo cha ukaguzi huko Khan Arnaben karibu na eneo la Golan. Hii inatokea siku 10 baada ya shambulizi jingine la Israel kusini mwa Syria linaloripotiwa kuua watu 13 wakiwemo wanawake na watoto. Na Australia leo inaanza rasmi kutekeleza agizo lake la marufuku ya kutumia mitandao kwa watoto walio na umri chini ya miaka 16. Waziri mkuu wa taifa hilo Anthony Albanese anasema Australia inaongoza na kuonyesha dunia kwamba matumizi ya mitandao kwa watoto sasa inatosha. Watoto nchini humo hawataweza tena kutumia kurasa zao za mitandao ya kijamii baada ya marufuku hiyo kuanza kutumika. Hii ni BBC. Na msikilizaji, muktasari wa habari za dunia umesomwa kwako na Skola Kisanga. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika mbalimbali Afrika Mashariki na vilevile kwenye internet katika bbcswahili.com. Lakini vilevile matangazo haya pia yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Karibu, mimi ni Phyllis Mwatei. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kujaribu kubadilisha sheria ya nchi yake ili uchaguzi wa urais uweze kufanyika ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Rais Zelensky alichaguliwa mwaka 2019 na ameendelea kuwa madarakani baada ya muhula wake wa miaka 5 kuisha kutokana na kutangazwa kwa sheria ya kijeshi baada ya Urusi kuivamia Ukraine. Zaidi na Skola Kisanga. Rais huyo wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kuweza kubadilisha baadhi ya sheria za taifa hilo ili kuruhusu uchaguzi huo kuweza kufanyika. Lakini anasema hilo litaweza kutokea tu ikiwa Marekani na Ulaya zitahakikisha usalama kwa uchaguzi huo. Bwana Zelensky amebaki madarakani zaidi ya muhula wake wa miaka 5 kwa sababu ya hali ya vita iliyotangazwa baada ya uvamizi wa Urusi. Rais Zelensky anasema yeye hana pingamizi lolote kuhusu kufanyika kwa uchaguzi huo. Angalia, mimi nipo tayari kwa uchaguzi, lakini kwa sasa naomba na ninalisema hili kwa dhati kwa Marekani kutusaidia na ikiwezekana pia Umoja wa Ulaya kuhakikisha usalama kwa uchaguzi huo. Hivyo kwa siku 90 zijazo, Ukraine itakuwa tayari kufanya uchaguzi.
Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amekosoa viongozi wa Ulaya kwa kuwaita wanyonge na amependekeza kwamba Marekani inaweza kupunguza msaada kwa Ukraine. Katika mahojiano yake ambayo ameyafanya, Bwana Trump amesema nchi za Ulaya zinaporomoka na hazijafanikiwa kudhibiti uhamiaji au kuchukua hatua thabiti kumaliza vita vya Ukraine na Urusi. Amewashutumu kwa kuruhusu vita vya Kiev kwa kile ambacho amekiita ni kutaka taifa hilo liangushwe. Washirika wa Umoja wa Ulaya wamepinga maoni hayo ya Rais Donald Trump ambaye anasema bara hilo lina nchi ambazo zinaanguka. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer imekosoa pia maoni yaliyotolewa na Trump kwamba Ulaya haijafanya chochote dhahiri kuhakikisha vita vinamalizika nchini Ukraine. Naye kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amekosoa pia mkakati wa hivi karibuni wa usalama wa taifa la Marekani uliochapishwa ambao unasema Ulaya inakabiliwa na kile Trump anachokiita kwamba ni kutokuwa na ustaarabu. Rais wa Marekani Donald Trump bado anaendelea kuongeza shinikizo kwa Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine ili akubali makubaliano ya amani na kuhimiza kukabidhi sehemu ya ardhi yake kwa Moscow. Urusi ilivamia Ukraine mnamo Februari mwaka 2022 na bado vita havijakoma kati ya mataifa hayo mawili. Ni Skola Kisanga. Serikali ya Tanzania imesema itaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wa taifa hilo kuelekea sikukuu za mwisho za mwaka huu, siku moja baada ya taifa hilo kusherehekea miaka 64 ya uhuru, huku kukishuhudiwa kuimarishwa kwa ulinzi na vyombo vya usalama na hali ya utulivu isiyokuwa ya kawaida na raia kukaa majumbani. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania, George Simbachawene, anasema kwamba bado serikali ya nchi hiyo itaendelea kuimarisha ulinzi na usalama na amewataka raia kutokuwa na hofu na vyombo vya usalama. Ulinzi na usalama ni jukumu la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, ikiwemo jeshi la polisi, na ulinzi huko siku zote, ila huwa unaongezeka kulingana na mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki mwisho wa mwaka huu tumeimarisha ulinzi kwa sababu nyakati za mwisho wa mwaka huu kidogo kuna matukio mengi. Hali hii itaendelea na wananchi wawe huru kufanya shughuli zao, lakini na wakati jeshi la polisi na lenyewe litachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherehekea hizo siku zote mpaka tufike mwaka mpya, tutapita salama naamini. Mapema siku ya Jumatatu, waziri mkuu wa taifa hilo Mwigulu Nchemba alikuwa amewataka watu kusalia nyumbani ikiwa hawana ulazima wa kutoka hapo jana wakati taifa hilo lilikuwa linasherehekea siku ya uhuru. Lakini sasa, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, leo hii Watanzania wanaruhusiwa kutoka na kuendelea na majukumu yao. Tulisherehekea kama kawaida, kesho watu wanakwenda makazini kama kawaida. Leo ndio tumesherehekea bwana. Leo tuliamua tusherehekee kwa kukaa ndani. Sasa na wengine wanatoka wanatembea, na kama mimi nafikiri umenikuta mtaani huku na mimi naendelea na shughuli zangu. Na kauli hizo za waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania George Simbachawene alizitoa hapo jana. Sierra Leone inajulikana kwa rasilimali zake nyingi za asili, ikiwa ni pamoja na almasi na madini ya chuma, na imebarikiwa pia na akiba ya dhahabu. Sasa sehemu kubwa ya madini haya hayachimbwi na kampuni kubwa, lakini zinafanywa na vikundi vya wachimbaji wadogo ambao mara nyingi hufanya kazi katika mazingira hatari na haramu. Aidha, sio watu wazima tu wanaojihusisha na kuchimba madini, lakini watoto pia, na hili huwa na madhara mabaya. Mshindi wa tuzo ya BBC ya Comle d'Or mwaka huu, Godwin Asediba, alisafiri hadi kijiji cha Nyembandu ambapo ni mashariki mwa nchi hiyo ili kujua zaidi, na taarifa yake hii hapa inawasilishwa na Lizi Masinga. Hiyo ni sauti ya wanakijiji hapa wakilia na kuomboleza. Wavulana wawili, Mohamed mwenye umri wa miaka 16 na Yahaya mwenye umri wa miaka 17, wamefariki baada ya mgodi uliotelekezwa kuporomoka. Mama yake Namina ananionyesha picha za mwanaye, mtoto ambaye alikuwa akimsaidia baada ya mume wake kufariki. Leo hii picha hizi ndio kumbukumbu pekee aliyobakiwa nayo. Nililia na kumwomba wamwite dereva wa tingatinga. Alipofika aliondoa vifusi vilivyokuwa vimefunika watoto. Haikuwa rahisi. Mwanangu alikuwa akinisaidia kwenye kazi za uchimbaji. Nilimwingiza kwenye kazi hii ya uchimbaji madini, lakini hakuniambia alikuwa anaenda kwenye eneo hilo. Ningemzuia. Walichimba madini pamoja kama marafiki. Sahara Nsumana ni mwanaharakati katika eneo hili. Anasema hili si janga geni.
watoto wanakufa kila mara kutokana na umaskini. Ukiwakuta wazazi wanakuambia hakuna mbadala mwingine, ni masikini, wajane na wengine unakuta ni mzazi mmoja na lazima watunze familia zao. Kwa kweli tunakabiliana na shida na tunahitaji msaada. Ni jambo linalotatiza sana na inaonekana limetuelemea kwa sasa. Siku moja tu baada ya mazishi, watoto walirudi kwenye migodi wakichomwa na jua kali, huku jasho likiwatiririka. Wanachimba kutafuta dhahabu wakiwa na tumaini ya maisha mazuri, lakini hata hivyo bado wanakabiliana na umaskini mkubwa. Hakuna pesa, ndio sababu tunajaribu kupata pesa sasa. Nafanya kazi ili niweze kujiandikisha kufanya mitihani yangu. Elimu hapa ni bure mpaka umri wa miaka 14, lakini umaskini husukuma watoto kuacha shule na kuingia kwenye uchimbaji haramu. Roosevelt Bundo anathibitisha kwamba walimu pia kuna wakati wanaacha kufundisha na kwenda kuchimba madini na wanafunzi wakijaribu kujikwamua kiuchumi. Walimu pia huacha madarasa kwenda kwenye eneo la uchimbaji madini. Wanachimba madini pamoja na wanafunzi. Uchimbaji madini haramu katika miji mingi umeenea hapa kwa miaka 2 iliyopita, anasema waziri wa habari wa Sierra Leone, Sheno Ba. Na sasa moja kwa moja na spoti na Robert Kipto. Tuanze na michuano ya kuwania kombe la klabu bingwa barani Ulaya. Jumla ya mechi 9 zilipigwa jana usiku. Olympiacos waliwika ugenini pale walipoilaza Kairat kwa bao 1-0. Bayern Munich nayo iliwika nyumbani pale ilipoilaza Sporting Lisbon ya Ureno kwa magoli 3-1. Atalanta ilikuwa mwenyeji wa Chelsea na kuilaza magoli 2-1, huku Barcelona ilichuana na Frankfurt ya Ufaransa na kuzoa alama 3 muhimu kwa ushindi wa magoli 2-1. Liverpool ilisafiri ugenini kutoana jasho na Inter Milan na kuilaza 1-0, huku Monaco ambayo pia ilikuwa nyumbani dhidi ya Galatasaray ikiandikisha alama 3 muhimu na ushindi wa goli 1-0. PSV ilialika Atletico Madrid na kulazwa magoli 3-2. Tottenham nayo ikawika nyumbani kwa kuinyoa Slavia Prague bila maji kwa kuinyuka magoli 3-0. Timu zaidi huenda zikafungiwa kushiriki mashindano ya soka ya bara Ulaya msimu ujao baada ya shirikisho la mchezo huo UEFA kuarifu vilabu kuwa itaendelea na msimamo wake mkali kuhusu umiliki wa vilabu vingi. Hii inajiri kufuatia kushushwa daraja kwa klabu ya Crystal Palace kutoka kwa michuano ya kuwania kombe la Europa hadi kinyang'anyiro cha kuwania kombe la Conference League msimu huu, hatua ambayo ilizua utata. UEFA ilitoa waraka kusisitiza kwamba kuanzia tarehe 1 Machi mwaka ujao utakuwa mwisho wa muda wa kutekeleza masharti hayo. UEFA imesema hakutakuwa na nyongeza ya muda baada ya tarehe hiyo kwa vilabu vyote kutekeleza masharti hayo. Mwanaume mmoja kutoka Liverpool ameshtakiwa kwa unyanyasaji wa kibaguzi baada ya mchezaji wa Bournemouth Antoine Semenyo kulengwa wakati wa mechi yao dhidi ya wenyeji Liverpool katika uwanja wa Anfield. Mchezaji huyo kutoka Ghana aliripoti unyanyasaji huo kwa waamuzi wakati wa mechi ya timu yake dhidi ya Liverpool tarehe 15 Agosti. Mechi hiyo ilisimamishwa kwa dakika 29. Mark Morgan mwenye umri wa miaka 47 ameshtakiwa kwa kosa la utovu wa nidhamu lililochochewa na ubaguzi wa rangi. Bwana Morgan alipatiwa dhamana yenye masharti na atafikishwa mahakamani tena tarehe 29 mwezi huu. Timu ya wanawake ya soka ya Tanzania ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 15 ndio mabingwa wapya wa Sekafa baada ya kuwashinda wenyeji Ethiopia katika mechi iliyochezwa mjini Addis Ababa. Tanzania ilinyakua kombe hilo kupitia mikwaju ya penalti baada ya timu hizo mbili kushana nguvu ya kutofungana bao lolote wakati wa mechi hiyo. Tanzania ilishindwa kwa magoli 5-4. Na kikundi cha mashabiki wa Tottenham wanaoshabikia mapenzi ya jinsia moja kimeikosoa timu ya Slavia Prague baada ya klabu hiyo ya Jamhuri ya Czech kuomba bendera inayoashiria wapenzi wa jinsia moja kuondolewa wakati wa mechi ya ligi kuu ya klabu bingwa barani Ulaya jana usiku. Bendera hiyo huwa inawekwa katika kona ya kaskazini mashariki ya uwanja wa nyumbani wa Tottenham, sehemu ambayo kwa kawaida ni sehemu ya mashabiki wa timu inayozuru. Hiyo ndio michezo kwa sasa. Jina langu Robert Kipto. Ni
matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi ya leo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kujaribu kubadilisha sheria nchi yake ili uchaguzi wa urais ufanyike ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania George Simbachawene amesema bado serikali itaendelea kuimarisha ulinzi na usalama, huku akiwataka raia kutokuwa na hofu na vyombo vya usalama. Na leo hii dunia inaadhimisha siku ya haki za binadamu. Hii ni BBC. Nam ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Phyllis Mwate. Upatikanaji wa maji safi ya kunywa nchini Tanzania bado ni changamoto kubwa kwa mamilioni ya watu, tatizo linalosababisha kuenea kwa magonjwa hasa ya tumbo. Sasa kwa mujibu wa Benki ya Dunia, takriban 12% ya vifo vinavyotokea vinahusishwa na masuala ya usafi na mazingira. Kutokana na changamoto hiyo, mwanasayansi mmoja nchini humo amekuja na nanofilter. Hii ni teknolojia inayogeuza maji hata yenye tope na kuwa masafi na salama kwa ajili ya kunywa. Mwandishi wetu Yusuf Mazimu alisafiri hadi Arusha, kaskazini mwa Tanzania, kujionea jinsi ubunifu huo unaobadilisha maisha ya watu. Mito, mifereji na chemchemu ni vyanzo vikubwa vya maji kwa familia nyingi nchini Tanzania, lakini hatari kwa magonjwa. Mimi nimezaliwa nimeyakuta, na waliokunywa walikuwa wanakunywa na hawajai kuzurika. Kwa hiyo na mimi nimekuwa nikajua chemchemu, na mimi nikawa natumia na kunywa, na wenzangu wakawa wanakunywa, na majirani wote tunakunywa. Benki ya Dunia inahusisha 12% ya vifo nchini humo na maji yasiyo salama. Mkoani Arusha, Profesa Askwari Hilonga, mbunifu na mtafiti wa kisayansi, amekuja na suluhisho. Ni nanofilter, kifaa kinachochuja maji machafu kuwa masafi na salama kwa kunywa. Nihangaika sana na magonjwa ya tumbo nikiwa mtoto, na katika kijiji cha Gongali kule Karatu, Arusha. Na nilikuwa natamani kama kungekuwa na mtu ana namna ya kutupatia maji safi na salama. Ndipo nilipoenda PhD Korea Kusini, nikaona kuna material haya yanaitwa nano materials. Nikaona ni material mazuri kabisa kuondolea uchafu wa maji. Nikasema ngoja niwekeze katika hili ili nilitatue tatizo hili. Nanofilter imeidhinishwa na Shirika la Afya Duniani na ni mara 4 nafuu zaidi kuliko vyanzo vingine vya maji safi nchini Tanzania. Tangu kuanzishwa kwa nanofilter mwaka 2014, zaidi ya mifumo 2500 imekwisha wafikia zaidi ya nusu milioni ya watu nchini Tanzania, na matokeo yake kuhusu magonjwa ya tumbo yanaonekana. Nimetumia maji kwa zaidi ya miaka 10, na kwa kipindi chote hicho sijapata matatizo ya magonjwa ya matumbo kwangu na kwa familia yangu. Maji haya ni salama. Zaidi ya maji safi, nanofilter inaboresha afya ya familia, kuongeza kipato na kuboresha elimu. Mabadiliko ambayo tumeyapata tangia tumeanza kuwa na nanofilters, kwanza kabisa ni utoro wa wanafunzi umepungua kwa 14%. Pia magonjwa ambayo yanasababishwa na maji yasiyokuwa na safi na salama yamepungua pia, na ufaulu darasani kwa wanafunzi umeongezeka kwa 15%. Tangu nimeanzisha biashara imenisaidia kuongeza kipato changu. Mara kwanza nilikuwa napata 1,500,000, sasa hivi na uwezo kuingiza hadi 3 kwa mwezi, ambayo inaweza kuniwezesha kulipa kodi ya nyumba, kulipa wafanyakazi, na ingine inayobaki kama kipato changu kimeongezeka. Kuna zaidi ya vituo 100 vya kuuza maji ya nanofilter katika nchi za Tanzania, Zambia na Kenya. Uwepo wa vituo hivi vya maji unapunguza matumizi ya chupa za plastiki zaidi ya milioni 4 kwa mwaka. Kwa hivyo ubunifu huu si tu kwamba unasaidia kulinda afya, lakini pia unalinda mazingira na kuongeza ajira. Kwa sasa teknolojia hii inazidi kuenea, na Profesa Hilonga ana ndoto kubwa zaidi. Na ni matamanio yangu kwamba filter hii itumike kwa shule 29,000 za Tanzania, shule za serikali. Nataka watoto hao wote wapate maji safi na salama, lakini pia kuna nchi za jirani kama Kenya, Uganda, Zambia, Ethiopia, nao wana changamoto zinafanana na hizi kwetu. Kwa nataka kuzifikia pia hizo nchi na nchi zinginezo. Ikiwa hizi ndio ndoto za Profesa Hilonga, na serikali ya Tanzania yenyewe inakuja na gridi ya maji ya taifa, lengo lake ni kuongeza upatikanaji wa maji nchini kote,
Lakini swali kubwa hapa, je, kila tone la maji litaendelea kuwa salama? Yusuf Mazim, BBC, Arusha. Makala hii imetengenezwa kwa ufadhili wa taasisi ya Bill na Melinda Gates. Msikilizaji, leo dunia inaadhimisha siku ya haki za binadamu, ikiangazia kupitishwa rasmi kwa tamko la ulimwengu la haki za binadamu kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa uliofanyika mwaka 1948. Sasa siku hii hutumika kama ukumbusho wa umuhimu wa haki za binadamu katika maisha ya kila siku na kuhamasisha watu kutambua na kutetea haki hizi. Kwenye gumzo asubuhi hii tunaangazia hili, na mwenzangu Skola Kisanga amezungumza na msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu Saif Magango, anayeanza kwa kueleza hali ilivyo barani Afrika. Kwa kweli hali ya haki za binadamu hapa Afrika ni ya kutia wasiwasi kiasi, kwa kuwa ukiangalia bara hili kutoka kusini kwenda kaskazini na mashariki na magharibi kote, unaona kuna changamoto ambazo zinatokana na kuwepo kwa hali ya vita katika nchi kadhaa, ikiwemo Sudan, ikiwemo nchi za Sahel, Mali, Burkina Faso na zinginezo, ambapo pia kuna hali ya wanajeshi kuchukua mamlaka na kupindua serikali ambazo ni za kiraia, na hizo hali ni hali ambazo zinaleta wasiwasi kiasi nadhani. Pia kuna hali zingine, wanajua haki za binadamu, kuna haki za kisiasa, haki za kiuchumi, haki za kitamaduni. Haki za kisiasa kweli kuna shida kubwa. Saif Magango, kama ulivyogusia hapo, mataifa mengi barani Afrika yamekuwa na hiyo migogoro ya masuala ya haki za kibinadamu na yamekuwa kinyoshewa kidole, na kuna ambayo yamekuwa yakikumbana na vikwazo kwa vitendo hivyo, lakini havikomi. Unadhani kwa nini? Ni serikali kutotii haki za binadamu. Serikali zote duniani zimeweka sahihi haki za kibinadamu. Kuna azimio za kimataifa za haki za binadamu, mojawapo ambayo tunaadhimisha azimio la kitaifa la haki za binadamu UDHR, lakini walipotia sahihi serikali kadhaa huwa hazitii. Tukiwaambia kama sisi ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu kwamba mliweka sahihi hii mikataba kuhakikisha kwamba watu wana haki zao na pia mnazilinda na kulinda maisha yao, kulinda mali zao, kuwapa maji safi, mambo mengi, wanasahau majukumu yao. Na ndio maana leo hii kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk ameamua kauli mbiu ya siku hii iwe haki za binadamu, msingi wa kila siku, kukumbusha watu ambao haki ni za kwao lazima wazilinde, na pia waelewe kwamba haki hizo zinapatikana, na waweke usisitize kwamba serikali zao zitii hizo haki, na serikali pia zijitolee zifanye kama zipasavyo, zitii haki za binadamu za kila mtu. Unadhani unavyosema kwamba wakumbushwe, unadhani hizi serikali zimesahau kabisa ama hazifahamu kuhusiana na masuala haya ya haki za kibinadamu? Lakini jambo la pili, wananchi wenyewe unadhani wanapa kukimbilia pale wanapoona haki zao zimekiukwa? Serikali sio kwamba kusahau, ili huwa wanasahau kwamba wao ni watumwa na wafanyikazi wa wananchi. Ni muhimu kwamba wanasiasa duniani kote na pia Afrika hapa kuelewa kwamba wapo ofisini wafanyia kazi wananchi. Saif, utaniambia kama ni sahihi ama si sahihi. Kumekuwepo kuna taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa, lakini wanaharakati mmekuwa mkinyoshwa vidole na serikali nyingi, mara zote mkionekana kwamba mmekuwa mkivuka mipaka kwa kisingizio cha masuala ya haki za kibinadamu. Je, hili lina ukweli kiasi gani? Na ndio maana wanaharakati wengi huingia mikononi mwa serikali zoko madarakani, wengine kuishia hata kufungwa. Hapana. Sababu kwa nini wanafungwa ni sababu za kisiasa, serikali zikitaka kuwa na mamlaka zaidi na kuonyesha kwamba zina nguvu. Wanaharakati pia ni wananchi wa hizo nchi na wana haki kujieleza, na wanachosema sio kitu ambacho wanakibuni wao wenyewe, ni sheria ambazo nchi zao zimekubali zitafuata, na wanaposhindwa kufuata hizo sheria ndio wanaharakati wanasema, kumbukeni mlichoapa kukifanya mlipopata mamlaka. Sababu za kukandamiza watu sio wanaokandamizwa ndio wanaleta ukandamizaji huo, ni wakandamizaji ambao ni serikali ambazo zinaamua kutumia nguvu kuzidi kiasi, ambazo zinataka kuendeleza
sera fulani ambazo zinaenda sambamba na matakwa ya wananchi. Na utakubaliana na mimi pale serikali inaposema kwamba kuwe na uhuru, lakini uhuru wenye mipaka. Hata kwenye kanuni za Umoja wa Mataifa za haki za binadamu kuna mipaka ambayo inaweka. Mtu ana haki, lakini hiyo haki lazima atii haki za wengine. So tunaposema watu wana haki zao na pia zilindwe, hatusemi waende waanze kubomoa vitu, waanze kuchoma manyumba, waanze kuharibia watu mali. Kila mtu afanye awezavyo kuhakikisha kwamba anachokifanya chochote kile kiko sambamba na haki za binadamu za kwake na pia kutii haki za wengine. Serikali kazi yake ni kuhakikisha kwamba kila mtu anaishi kwa amani na anaishi kwa haki katika jamii yote ile ambapo yupo. Naam, kwa kumaliza tu, Seif Magango, kwenye mkutano wa 58 wa Baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu mwaka huu, turejee hapo kule Geneva, Uswizi, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk, na umemgusia pia hapo awali, alizungumzia hali ya kuzorota lakini pia kutokueleweka na masuala ya haki za binadamu kote duniani. Anasema pia bado kuna wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kudhoofika kwa makubaliano ya kimataifa kuhusu haki hizi za binadamu, lakini hili bado linaendelea. Kwa kumaliza tu, unadhani nini kifanyike? Sisi kama Umoja wa Mataifa, ofisi yake za binadamu, na pia wanaharakati na serikali, sote tushikamane, tufanye kazi kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinaeleweka ipasavyo, watu wajue haki zao, serikali zijue mbinu na namna ya kuhakikisha kwamba haki zinatiiwa, na watu wajue kwamba haki za binadamu sio tu kanuni zenye zimeandikwa mahali ama makubaliano. Ni maisha ya kila siku. Mtu asipokuwa na chakula, asipokuwa na maji safi, watoto wake wasipoweza kuenda shule, asipoweza kupata mahali pa kulala ambapo ni pazuri, tukitii haki za binadamu tulivyokubaliana kama mataifa na watu sote duniani mwaka 1945, haya yote mazuri yatakuja, yanaweza tokea katika hali ya haki za kibinadamu kuwa zinaheshimika. Na kwa majadiliano hayo ya msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu Seif Magango na mwenzangu Skola Kisanga, ndivyo tunavyokamilisha matangazo haya ya Amka na BBC. Lakini kumbuka habari kuu kwenye eneo letu kutoka mashariki mwa Kongo kwamba waasi wa M23 wameingia katika mji wa Uvira, eneo la mwisho ambalo lilikuwa likidhibitiwa na serikali katika jimbo la Kivu ya Kusini. Habari hiyo itazidi kuletwa na wenzetu kwenye matangazo ya Dira ya Dunia Radio na Dira ya Dunia Televisheni. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwemo mhariri Skola Kisanga na fundi wa mitambo Jonathan Mwangi, mimi ni Phyllis Mwote na kuaga nikikutakia siku njema. Shukran, na hii ni BBC.